Imani ambayo ilikuwa imeanza kurudi imepotea. Kwa hatuwezi tukaamini leo kwamba tume ya uchaguzi ilivyo hivi, tume ya uchaguzi yenye mtu kama Omar Ramadhani Mapuri aliyekuwa mwenezi wa CCM kama mjumbe, hatuamini kwamba itatenda haki kwa watu wote. Na wanachama na viongozi, sheria iliyoko sasa ambayo imetungwa na bunge hili la CCM lenye wabunge 98.99 wa CCM inataka wajumbe wa tume ya taifa ya uchaguzi wapatikane kwa ushindani, watu waombe. Chama chetu muda wote kimepiga kelele kwamba sasa angalau tume ya sasa ivunjwe, Watanzania waombe tupate tume mpya ili tujenge imani kwenye mchakato wa uchaguzi. Serikali ya Chama cha Mapinduzi imekataa, jambo ambalo wamelitunga wenyewe. Wabunge wa upinzani hawajai kwenye kiganja cha mkono ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bara wako wawili, Zanzibar wako wanne. Walobakia wote wa CCM wenyewe wamesema sasa tume watu waombe. Rais apelekewe majina tu ya kuteua, lakini mchakato watu wafanyiwe mahojiano, wafanyiwe interview. Sheria wametunga wenyewe. Sheria imetiwa saini na mwenyekiti wa sisi ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wao wenyewe, hakuna mtu alienda kuwalazimisha wasaini. Hawataki kuitekeleza. Na kuna uwezekano mkubwa sana kwamba hata uchaguzi wenyewe unaweza kuwa haramu, sababu umesimamiwa na chombo haramu kwa sheria zao wenyewe. Sisi tungependa tume iwe bora zaidi ya hata hicho kwenye sheria. Hii tukamwambia basi tupeni hata hicho kidogo cha kwenye sheria, tutakishika halafu tusonge mbele zaidi. Hawataka. Sasa lazima sauti zetu ziongezeke kutaka tume huru ya uchaguzi. Ni lazima angalau tume iliyoko sasa iondoke, watu waombe, na muda bado upo. Na sisi tulianza hii kampeni toka mwaka jana makamu. Ingefuatwa leo, wala tunajadili baadhi ya mambo tunayajadili. Na huu ndio wito wetu ambao tunataka wana ACT wote, viongozi na wanachama, uwe wimbo wetu kwamba tunataka tume huru ya uchaguzi. Tunataka makamishna wa tume wa sasa waondoke, watu waombe, tupate tume ambayo haina kina Mapuri ambao alikuwa mwenezi wa Chama cha Mapinduzi.